asubuhi nilitembelewa kwa maktaba na vijana watatu. Hawa walikuwa vijana wana taaluma, na walifika hapo wanasema kwa nia ya kwanza waone na mimi uso kwa macho, kwani walikuwa wanifahamu tukipata kukutana, na pili walikuwa na hamu ya kutazama maktaba, na tatu kusema kuwa wana maswali walikuwa wanataka kuniuliza ambayo wao wanasema yamekuwa yakiwahangaisha muda mrefu kuhusu historia ya nchi yetu. Basi wakaniuliza maswali mengi, mengine ni mepesi tu na mengine lazima niyazungumze. Kwanza wameniuliza imekuwaje mimi nimekuwa historia nimeijua kwa kiasi hiki. Sasa hapa nitasema, lakini si kama nataka kujisifu, lakini wao wanasema kuwa ati mimi ni hodari kwa kuweza kueleza historia ile mpaka watu wakaelewa. Hili la uhodari nikamwambia hapana, sidhani kama ni uhodari au labda mimi na akili kumpita mtu mwingine, lakini kitu ambacho ndio mwenyewe Allah alipanga hivyo ni kuwa mimi nimezaliwa wakati ndio harakati za kudai uhuru zinaanza. Mimi nimezaliwa mwaka wa 52 na mwaka 54 ndio chama cha tano kimeanzishwa, na lile vuguvugu la kuleta tano lilikuwa kuanzia mwaka 50, na nikaeleza nikaambia alikuwa vuguvugu hili lilikuja mwaka 50 kwa vijana kutaka kuingia ndani ya chama cha taa ili wafanye mabadiliko. Na baada ya vita vya pili vya dunia kulikuwa na mwamko mkubwa wa nchi ambazo zilikuwa zinatawaliwa kudai uhuru wao. Nikaamba hilo la kwanza. La pili, ikasadifu kuwa harakati hizi za kudai uhuru zimeanza Dar es Salaam, Kariakoo, Gerezani nilikozaliwa mimi, na walianzisha hizi harakati ni wazee wangu. Sasa sikuona haja mimi kwenda kwa mtu yote kwenda kusoma wa huyu anisomeshe ili kwa vipi, nikamwambia vipi. Lakini kubwa zaidi ni kuwa hawa watu mimi nimekuwa nao, mimi mdogo, yani mimi mdogo kama vile wananilea mpaka nilipopata akili. Sasa mimi naweza wao nikazungumza nao na wakanieleza, na pakawa hapana wasiwasi wowote baina yetu, kwa sababu hili swala likaja kuwa, naweza kusema kuwa likaja kuwa swala nyeti. Nyeti kwa vipi? Ndio naambia wao, nyinyi, wao wanasema sisi tumesoma shule hapa, lakini historia hii hatukufundisha. Tumeisoma historia hii ya uhuru, lakini jinsi unavyoeleza wewe sisi hatukupata kusikia. Tukawa leo tunapokusoma hivi sasa tumeanza kusoma. Kuna kijana mmoja akaniambia, Sheikh Yusuf Mohamed anasema mimi anasema yeye kazaliwa mwaka 1999. Wakati Mwalimu Nyerere amefariki, yeye ndo anazaliwa, na kaisoma historia ya uhuru shule, lakini alipokuja kunisikia mimi nazungumza historia yake akisema mbona hizo historia zimepishana hivi. Sasa kwa hapo nikamwambia basi ngoja nikwambieni, nikawaeleza nikamwambia kuwa historia hii ni sehemu ya historia yangu. Sasa
kumekuwa na mjadala sasa hivi katika mtandao, na mjadala ina hila. Inaweza kukaa mwaka mmoja husikia habari, afu ghafla inatoka. Sasa hivi watu wanauliza, ambao ndio kusema tuchukue kwa hawajui, hii historia anayozungumza Mohamed Said ina ukweli gani? Sasa mimi jibu langu kwa kawaida huwa jepesi, nasema kuwa kitabu nimeandika mimi, kitabu cha maisha ya Said, na ile ndio inafungulia sura za mwanzo wa kitabu, alafu tumekwenda mikoani na nimefika kote, na hawana wataja mimi ndio watu ambao hawakuwa kwenye historia. Mathalan, jana hapa kuna mtu amesema kuwa, maana ndio katika kujaribu kufifilisha historia hii ambayo mimi naeleza, anasema historia bwana uhuru bwana, kulikuwa na siku iliwekwa tu atapata uhuru, hapakuwa na mtu aliyepigania uhuru wa Tanganyika. Jambo la kichekesho. Nikamjibu nikamwambia, mwaka wa 50 Governor Edward Francis Twining alitoa, ulikuwa naita Government Circular namba 5, ambayo yeye anasema katika ile circular anawakumbusha wafanyakazi wa serikali kutojiingiza katika siasa, na chanzo chake hicho kieleza hapa kwa watu ambao wanafuatilia na hawa vijana wako wanajua. Ninawakumbusha ni kuwa kulikuwa na kamati, iliundwa kamati ndani ya Tanganyika African Association inaitwa Political Subcommittee, na kamati hii wajumbe wake walikuwa Sheikh Hassan bin Amiri, Saidi Chaurembo, Hamza Mwapachu, Abdul Saiksi, Dr. Vedasto Kiaruzi, John Rupia na Mwalimu Stephen Ababa Mahando. Na hawa nakifanya kisa kifupi, na hawa walipeleka mapendekezo kwa governor, kwa yeye mwenyewe kutaka mapendekezo kutoka kwa Afrika, vipi nchi hii itawaliwe. Na wakasema nataka tupige kura, na baada ya kupiga kura, baada ya miaka 13 Waingereza nyinyi muondoke mtupe nchi yetu. Ile jambo hawakulipenda, ndio wakaona sasa hawa hiyo inaingia kwenye siasa, na ilipitika vurugu kubwa kwa viongozi wote wale wa taa wakapelekwa. Sasa nikawaeleza ile ngamba, sasa wanauliza kwa nini hii hatuelezwi shule, historia kwa nini haisomeshwi? Kwa sasa swali hilo lingefaa kama tungewauliza wale wenye kutengeneza curriculum, mtaala, mbona mnaweka historia ambayo haiko sawa na ndio tunasomesha watu wetu? Tutakuwa nchi gani itakuwa ambayo haina historia, nchi gani haina shujaa wake? Nikamwambia, na huo ni mfano mdogo tu ambao nyinyi mmeniuliza, lakini hata wale waasisi wa African Association hawataki. Na kwa kweli wakawa vijana wakawa wamenirudisha mimi mbali. Nikamwambia, ngojeni nikwambie ni kitu kimoja chepesi kabisa ambacho sema sisi wote tunasoma, tunaona lawama za watu wanasema kuwa historia unayoandika ni historia ya udini. Nikamwambia hapana, kama ingekuwa historia mimi naandika udini, nilikuwa naeleza ule Uislamu kama akida na kuwataka watu waingie kwenye Uislamu. Lakini hii katika lugha ya kisomi, hii ni field of inquiry, ni somo ambalo linataka lifanyiwe utafiti. Nikatoa mfano mmoja, nikamwambia, angalia, nataka nikwambie siku moja, na hii mimi nimepokea kutoka
wa kijana alikuwepo siku Harub Othman Profesa alipokuwa anazungumza na Ali Mnyitambwe, na Ali Mnyitambwe akamwambia, asema siku hiyo ilikuwa 55, mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Ali Mnyitambwe alikuwa anakaa kwenye nyumba ya Al Jamiatul Islamia. Hii nyumba mpaka leo ipo mtaa wa Mumba Avenue, wakati huo kitwa New Street, na mtaa wa Stanley. Asema mwalimu kaja kachika mwamvuli, ananiuliza, Shali, hebu niambie mchango wa safari ya Yuna umefikia wapi? Wakati huo ndio TANU wanataka kwenda Umoja wa Mataifa, mwalimu anataka kwenda Umoja wa Mataifa. Akaieleza baraza la udhamini leo wa Waafrika wa Tanganyika wako tayari kupokea uhuru wao. Akamwambia bado. Sasa mimi nikamwambia mimi hili naliandika, nikafanya uchambuzi, nikasema huyu Ali Mnyitambwe, kama hawa walioandika sura ya 5 wangekuwa wanamjua vizuri, wangeeleza kuwa Ali Mnyitambwe na Adu Saix walikwenda Nansio kwa Hamza Mapachu kutaka kauli yake ya mwisho ya kumwingiza Mwalimu Nyerere ndani ya TAA mwaka 53, awe rais, wampe urais wa taa, na mwaka 54 waunde chama cha TANU. Lakini historia hii haipo mahali popote, na ndio maana nikisema mimi kila mtu. Sasa hapo huyu aliyokuwa anakusanya fedha za safari ya Mwalimu Nyerere, jina lake ni Idi Faizi Mafungo, kadi yake ya 5 ni namba 24, na yeye ni mwanachama wa Al Jamiatul Islamia fi Tanganyika, na Ali Mnyitambwe yeye ni secretary wa Al Jamiatul Islamia fi Tanganyika. Sasa hapa umeona kuwa ni kitu ambacho hakiepukiki. Unaona hawa wamefanya haya na mwalimu ndo alikuwa nao. Sasa kama mtu kajua na akafanya uoga kusema, hicho kitu kingine, lakini kama halikuwa hajui, ndio sasa tunamfahamisha. Lakini si hilo tu, kadi namba 25 ni ya ndugu yake Idi Tosiri, na nitaongeza jingine. Idi Tosiri, Idi Faizi Mafungo, hawa ni ndugu, wanaitwa mabinamu, na binamu yao mkubwa kaka binamu ni Sheikh Mohamed Ramia wa Bagamoyo, na hawa ndio walimchukua Mwalimu Nyerere siku za mwanzo za 5, mguu kwa mguu mpaka Bagamoyo kwa Sheikh Mohamed Ramia, kuja kumfahamisha kwa Dar es Salaam tumeunda chama cha TANU na huyu ndio rais wetu. Lakini si hilo tu, hawa watu siku zote walikuwa katika uongozi wa Al Jamiatul Islamia. Sasa hii ndio sura ambayo ipo, na pengine mwalimu alikuwa analijua hili, labda hakupenda kusema. Na hao ndugu wawili walihudhuria mkutano wa kwanza wa TANU huko Baratogo. Sasa historia kama hii, kama kuisema ndio itapotea. Sasa huwezi kusema kwa huyu anafanya udini. Ni historia ambayo ilikuwa haipo. Sasa inarejeshwa kuelezwa watu wajue historia TANU ilikuwa vipi. Sasa kana wa vijana kazungumza historia hii, wakawa wakisema, Sheikh Mohamed, umetusaidia, tumesoma, lakini leo tumekusikia mwenyewe kwa kauli yako unazungumza. Ni kama ni historia ambayo iko wazi, na wala si historia ya kumtisha mtu yoyote. Hii ni historia kweli. Kama hawakuiandika ni kuwa sasa basi iandikwe. Basi ni kuwa nataka kufanya hii video fupi tu nieleze kuwa hii ndio hali. Sasa huwezi kusema kuwa huitaki historia hii kwa sababu eti kila unayemtaja aliyekuwa na mwalimu wakati ule alikuwa Muislamu. Huwezi kuwa kitu kama hicho. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.